Bwana, sakata la rushwa katika michezo mbalimbali ndani ya ligi kuu ya NBC Tanzania bara limekuwa likihusishwa sana na baadhi ya timu, na kupa mfano mmoja, Yanga walivyocheza dhidi ya Tabora United yalizuka maneno mengi sana kwamba kuna namna ambavyo wachezaji kadhaa wa Tabora wamekuwa wakipigiwa simu na baadhi ya viongozi wa Young Africans wakiwa wanahitajika wapewe pesa ili wacheze chini ya kiwango. Akazungumza pia mkuu wa mkoa Paul Chacha kwamba kuna watu ambao waliwapigia simu wachezaji wao, lakini haikuishia hapo. Yanga wakacheza dhidi ya Fountain Gate, Yanga wakahusishwa pia na baadhi ya upangaji wa matokeo. Sasa hili limekuwa likijadiliwa sana na limemuibua meneja habari na mawasiliano ndani ya Azam FC Zakaria Sabiti Zaka Zakazi Babu Zaka, akitaka mamlaka husika zichukue hatua stahiki na zichunguze tuhuma zote hizi za rushwa, kwa sababu yanayozungumzwa yamo, na kama Yanga hawahusiki na mambo kama haya basi wasafishwe, kwa sababu ni miongoni mwa vitu ambavyo vinachafua image ya klabu ya Young Africans. Hii unaizungumziaje? Endelea kutufuatilia kupitia Makweme Sports, lakini tuungane na Zakaria Thabiti Zaka Zakazi Babu Zaka akiwa analieleza hili kwa upana zaidi, na akitolea pia mfano Juve walivyoshushwa daraja katika sakata kama hili ambalo Young Africans wamekuwa ukihusishwa nalo, kwamba wanatoa pesa na wanawashawishi baadhi ya wachezaji katika timu wanazokutana nazo ili wacheze chini ya kiwango. Usisahau kusubscribe na kugonga alama kengele. Hii ni Makweme Sports kwa ajili ya michezo. Kiwe hadi mamlaka zithibitishe kwamba kweli kuna kesi kama hiyo imetokea. Lakini huko kwingine kote ambako imekuja kuthibitika, palianza na tetesi na kuna matukio yalikuwepo, watu wakayafanyia uchunguzi. Kwa hiyo kitu ambacho naweza nikasema kwamba mamlaka zifanyie uchunguzi kinachoendelea, kwa sababu imetajwa sana. Kwa hiyo hicho ni kitu ambacho unaweza ukasema kwamba kwa sababu kuna vitu vinatajwa, yani kwamba vitu watu wanakuwa wanapata guts za kutoka hadharani na kusema. Kama inatokea watu wanatoka na kusema kwamba kuna hili jambo limetokea liko hivi, nadhani ni sehemu rahisi ya kuanzia hapo kwenye uchunguzi. Tunaanza na huyo atusaidie kile ambacho anakijua ili kituongoze kwenye uchunguzi wetu. Wewe kipo unakijua? Sijui chochote. Mimi nasikia vinavyosemwa, yani mimi sijui, ila nasikia vinavyosemwa. Kwani wewe ukusikia kilichosema Tabora? Unahisi kwa upande kwanza ukusikia kilichosema Tabora? Mechi ya Tabora na Yanga. Okay. Ukusikia kilichosemwa? Sasa sio yani mbona kama kitu kibaya. Kwa hiyo nasema ndio vitu kama hivyo vinatokea, yani hivyo ndio vya kuchunguza. Kwa sababu hata ulishawahi kusikia kitu kinaitwa Calciopoli au Mogiopoli? Jesia kwa Mogiopoli. Mogiopoli ni kashfa ya upangaji wa matokeo iliyoanzia kwa Luciano Moggi. Alikuwa kiongozi wa Inter Milan, yani kiongozi wa mpira Italy. Ambao hiyo kashfa kwa jina lingine inaitwa Calciopoli. Yani kashfa ya Calcio. Calcio kwa Kiitaliano ndio mpira. Huu mpira tunaocheza unaitwa Calcio. Kwa hiyo ni kashfa ya mpira ilitokea 2006 mpaka Juventus ikanyang'anya ubingwa na ikashuka daraja. Lakini mpaka ilifikia ile hatua kulikuwa na mambo mengi yanazungumzwa kuhusu Juve, watu wakaingia kazini kuchunguza, wakabaini na wakachukua hatua. Kwa haya yanayosemwa yanaweza katuongoza kwenye sehemu sahihi, ndio ninachomaanisha kwamba huwezi kusema kinatokea saa hizi, kwa sababu inawezekana wanaosema unadanganya, yani wale wanaosema wanajifanya kama kumbe waongo. Lakini tutaprove vipi kama wale ni uongo kama hujafanyika uchunguzi? Unafahamu ili tuone wale ni waongo, lazima tufanye uchunguzi ili kuwasafisha hao wengine, kwa sababu kwa mfano hiyo mechi inayozungumza, mechi ya Tabora na Yanga, watu wa Tabora walalamika kwamba wanapigiwa simu, zilikia sauti nyingi, sio? Ndio. Sasa kama sauti na wamehusisha na Yanga si imechafuka, inasafishwaje? Okay. Lazima ufanyike uchunguzi kuonekana kwamba hao wameonewa, na hao waliosema uongo wachukuliwe hatua. Sheria ifuate. Lakini uchunguzi ukifanyika na ukabaini kwamba ni kweli, basi wanaohusika wachukuliwe hatua. Sijui nini kinachoendelea, lakini kwa sababu hamna taarifa nyingine iliyotoka, au labda mimi sikuisikia, au labda mwenzangu labda, kwa sababu unazungumza kuhusu ushindani. Ligi yetu ina ushindani sana. Unataka ushindani wa namna gani? Timu zinacheza, mechi inakwenda mpaka dakika 15, mshindi hajapatikana. Sasa huo si ushindani huo? Mpaka dakika 15 za nyongeza. Za nyongeza. Sasa hiyo si ushindani, kwani huo si ushindani?
Ushindani upo kutosha sana. Wale na tunahesabia kama ushindani mkubwa. Hii ligi ukisema ligi namba 4 kwa ubora inafanana kabisa na hiyo kitu, kwa sababu tunakiona uwanjani kinachofanyika.